jukumu kubwa ambalo wanalo la kuzalisha umeme, kuusafirisha na kuusambaza kwa wateja. Kwa hiyo kama kamati tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba Wizara ya Nishati kupitia TANESCO linatimiza majukumu hayo, na kituo cha Mpomvu kinapokea umeme kupitia Bulyanhulu njia ya 220 na kisha linasambaza kwa wateja mbalimbali. Kazi yake kubwa pia, licha ya kusambaza kwa wateja kawaida, kinasambazia umeme wanaofanya shughuli za migodi, ikiwemo mgodi mkubwa wa GGM, na kituo kina uwezo wa megawati 90. Kwa hiyo na mahitaji yanaongezeka kwa sababu shughuli za uchumi katika mkoa huu wa Geita zimekuwa zikiongezeka kutokana na shughuli hizo za madini. Miaka 4 iliyopita mji huu wa Geita walikuwa wanatumia megawati 4 tu za umeme, lakini mara baada ya kujenga kituo hiki mpaka sasa hivi wameshafika megawati zaidi ya 73 mahitaji yao. Katika historia ya Wizara ya Nishati hatujawahi kuwa na mkoa ambao umekuwa na kasi kubwa ya ongezeko la mahitaji ya umeme kama mkoa wa Geita, na kwa sababu hiyo bado juhudi zinafanywa na Wizara ya Nishati kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba wateja wote wakubwa, kwa maana ya migodi mikubwa, ya kati na midogo, inafikiwa na umeme wa uhakika ili kuongeza uzalishaji. Na hii ni kwa ajili ya mkoa wa Geita na mikoa mingine ya jirani. Kwa sasa hivi kituo hiki kinaweza kuhudumia mkoa wa Kagera kwa maana ya Ngara na Biharamulo, inaweza kuhudumia mkoa wa Mwanza kwa maana ya wilaya ya Sengerema, lakini pia kinahudumia mkoa wa Kigoma. Ujenzi huu umegharimu zaidi ya dola za Kimarekani milioni 23, zaidi ya bilioni 50. Sisi Wizara ya Nishati kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Deo Ndejembi tunawaahidi waheshimiwa wabunge na kamati kwamba tutasimamia miradi hii kwa kadri tutakavyoweza, lakini pia tutahakikisha tunawafikia wateja wote wakubwa, hasa wananchi wa mikoa hii ambayo ina uzalishaji mkubwa wa madini, mazao, uvuvi, ambao wanahitaji umeme mkubwa na mwingi wa uhakika.